Hizi ndio maumivu utakazopatana nazo kwenye familia ambayo utaingia nayo wakati umeshuka katika ardhi hii. Nataka uangalie mahali Chiron ipo katika birth chart yako. Nitaweka nengo ya Chiron pale juu kwenye hii ninio, ili upate kufahamu Chiron ni nini. Hizi ndio wounds ambazo umebebana nazo, na ukipata kuponya unapata kukomboa jamii na kufungua watu. Hapa ukipona ndio unapata kuwa kiongozi, ndio unasikia chosen one. So, tunaenda nyumba baada ya nyumba. Na kama iko kwa degree fulani ama kuna planets fulani pale kwenye Chiron ipo, ukitaka kuelewa kwa undani unaweza kunitafuta, nambari yangu ipo kwenye profile, ukinitafuta WhatsApp naweza kukusaidia. So, tunaanza na Aries. Ukiwa na Chiron kwa nyumba ya Aries, we ni mtu ambaye ulianza kukataliwa ukiwa mdogo kwa ajili ya maumbile yako. Either ulikuwa na ulemavu wa sehemu fulani katika mwili wako, either ulikuwa na maybe we ni mtu ambaye kwa sababu waliona huyu ni mtu ambaye akisimama atakuwa jasiri sana. Atakuwa ni mtu ambaye akinena mamlaka yake itakuwa akinena watu wanainama sana. So ulipata vita kukataliwa kwa ajili ya maumbile yako ukiwa ni mdogo, tokea utotoni. Na hii ikaleta changamoto ya kujikataa. Yaani umeishi kujikataa, hujikubali, hujipendi, kwa sababu watu walikukataa. So unaona kabisa mimi hata nikijikubali nitapenda wapi niache wapi, kwa sababu sina hata mahali popote ambapo najua hapa kabisa niliweza kupendwa. Hujui maana ya upendo ni nini katika maisha yako. Kumbuka nyumba ya kwanza inasimamia self identity. So utapata kujiuliza mimi ni nani? Nilikuja duniani kufanya nini? Utahisi kujitenga kwa ajili ya ulemavu wako. Maybe uko na ulemavu kwenye macho. Maybe sijui una ulemavu kwa akili, wewe mwenyewe unajijua. Utapata ni mtu ambaye ameingia depression. Utapata ni mtu ambaye amejitenga kutoka katika jamii. Kwa ajili anaona hakuna mtu ambaye atawahi mkubali katika dunia hii. Utapata wewe ni mtu ambaye maybe ulikuwa na shida kimaumbile ama kwenye sura yako. Ama wewe ni mtu ambaye ulipigwa vita kiroho mpaka hujijui, ulifanywa msekule, huwa wanasema msekule ama huwa wanasema kiti. Sasa umekuja ukaachiliwa sasa. Maybe mwenye alikutumia alikuja akafa. Sasa umeachiliwa. Hujijui, hujitambui. Umetoka kwenye familia yenye madhabahu. Walikutumia kila kitu yako. Yaani wewe ufahamu wako wote ulichukuliwa. Hujijui, hujitambui. Sasa unapata kujiuliza mimi ni nani? Huna msimamo kuwa mimi ni wapi na wapi. Ile ukipata kupona hii sasa, unapata kuwa ni mtu ambaye unaponya watu kupitia therapy, masuala ya rohoni, daktari wa kichwa, macho, uso. Yaani wewe ukipona unapata kujikubali, maana safari yako inaanza kwanza kujikubali, kujipenda, kujisikiza, kujielewa. Na huyu ni mtu ambaye akipona unapata anakuwa na mipaka katika maisha yake. Ni mtu ambaye hatataka hata mtu akianza tusijue ati uko na sura, anamkwamisha stop. Ni mtu ambaye anakuwa ni mwalimu mkubwa sana wa kuponya viungo vya mwili. Maana uponyaji wake utaanza kwa kuponya viungo vya mwili. Utaanza kwa kujikubali ndani, utaanza kwa kujipenda. Huyu ni mtu ambaye utapata ni mlemavu, lakini akianza kuongea, yani ndugu, unakubaliana hata na chochote kile, kwa sababu ameponya ndani. So ukiwa na Chiron kwenye nyumba ya Aries ama kwa nyumba ya kwanza, jaribu sana kuangalia hiyo na utoke toa hiyo makovu, kwa sababu utaingia kwenye generation ama ancestors ambao watu walikuwa na ulemavu wa kimwili. Utapata watu walikuwa na ulemavu wa sura. Utapata watu ambao walijikataa, walitengwa na jamii, na utapata wanakuvalisha hiyo ugonjwa. Lakini baada ya wewe kuja kupona, unapata unakuwa ni mtu ambaye unaweza ponyesha kila mtu katika dunia hii mwenye ulemavu in the physical. Haya, ukiwa na Chiron in Taurus ama kwa nyumba ya pili, utapata wewe ni mtu ambaye ulipigwa vita sana kwa ajili ya thamani yako. Hakuna mtu alikuthamini, mama alikukataa. Watu walikuwa wakiona hata kitu yenye unafanya ukileta, mama nimefanya hivi, wanakuambia sasa hata umefanya nini? There's nothing here. Umekataliwa ukiwa ni mdogo. Umeishi kujitoa sana kwa watu, people pleasing, kwa ajili ya kupata thamani. Maybe hata kwenye kazini wapi kote unajituma sana. And yet unafanya vizuri, lakini hujui value yako. Hujui thamani yako. Kwenye mahusiano mpaka unapata partners, unadhani utapata mtu mwenye anakuthamini. Hakuna. Unapata mtu mwenye anakutenganisha, anakuambia vitu vikubwa vizito, hata hujavaa vizuri, hata hujakaa vizuri, kwa sababu umefunga ndani. Kwa sababu unatoa hiyo energy nje ili mtu aone ndani, lakini ndani umeziba. Kwa ajili umeingia kwenye ukoo ya watu ambao walikosa kuthaminiwa, walikosa kupendwa, walikosa kujua thamani yao. Hawa ni watu waliojitoa sana kwa watu. Ni watu waliojitumika mpaka hata hawajijui. Yaani unapata mama alitumika, alifanyishwa kazi. Oh, Mungu wangu. Hawa ni watu ambao hawajui thamani yao. Wanaishi tu anajitoa, amefanyishwa, hata ukimwangalia jamani unasema jamani msichana wa watu huyu. Hana self esteem yake iko very low. Unapata huyu ni mtu ambaye akija akipona, anajua thamani yake. Self esteem yake inakuwa juu. Anajua thamani ambayo inabeba kwa pesa yake, anajua value.
na anapata kufundisha familia yake value. Unapata hao ni watu ambao waliwekwa kufanyishwa kazi kubwa sana kwa ajili ya malipo madogo. Unapata hao ni watu ambao ni wajakazi wa watu. Lakini akija kusimama mtu huyu anakuja anakuwa na thamani kubwa sana ardhini. Na unapata huyu ni mtu ambaye akija akijiponesha thamani yake inakuwa kubwa sana. Unapata anasaidia wenzake kujua thamani ya fedha, thamani ya talanta zake. Unapata huyu ni mtu maybe alikuwa ni mwimbaji, alikuwa ni public speaker, alikuwa ni mtu wa kuongea, therapy counselor, mtu ambaye anatumia sauti kuweza kuponya watu, lakini alizimwa kwa ajili ya maongezi yake. Kumbuka Taurus ina run the throat chakra. Maongezi, talanta, skills, alizimwa hizo. Familia ilinyamazishwa. So unapata huyu ni mtu ambaye akija akisimama anakuwa na talanta za uimbaji, talanta za public speaking, talanta za kuongelea watu ambao hawakuweza kuongelelewa, talanta, Mungu wangu, talanta za kusimamia watu ambao hawakuweza kusimamiwa. Akipata kuheal the throat chakra, the root chakra, the solar plexus, the sacral chakra, unapata huyu ni mtu ambaye anaweza kufundisha watu jinsi ya kujipenda, kujithamini, kujikubali hata pale ambapo ukubaliki, kujisikiza pale ambapo usikiziki. Jaribu kuangalia mahali Chiron yako iko. Hiyo ndio matatizo utapata. Hapo hao ndio watu unaenda kupatana nao katika ukoo. Na ukija ukipona unatoa makovu yako. Because you are the wounded healer. You are the warrior. Wewe ndio mshindi. Umebeba hiyo nguvu ya kuja kuonyesha watu thamani. Lakini kwa ajili umeingia kwenye familia ambayo haijui kujithamini, unakuja unavalishwa makovu haya. Lakini ukija ukitoa unakuwa jasiri na unasaidia wengine. Tuangalie Gemini. Ukiwa na Gemini ama Chiron kwenye nyumba ya 3 ama Chiron kwenye Gemini, utapata vita sana. Au utatatizwa sana kwa ajili ya maongezi yako. Ukiwa ni mdogo, maybe ulikuwa ni mtu ambaye una ideas nyingi, unaweza kufikiria vitu vingi mpaka mtu anasema wewe una mawazo mengi kuliko, una hekima sana kuliko miaka yako. Unapata wewe ni mtu ambaye ulikuwa unaongea sana. So unapata unaambiwa huyu anaongea sana. Unapigwa vita sauti yako. Unaambiwa unaongea kama radio mpya. So unapata wewe ni mtu ambaye uko shy. Unapata wewe ni mtu ambaye kujiongelelea inakuwa ni ngumu kwa sababu uliingia katika jamii ambayo watu walinyamazishwa kuongea. Watu walikuwa hawawezi, walikuwa shy kujiongelelea. Ni watu ambao wana hekima sana na busara, lakini kwa ajili ya kuzimwa hiyo sauti zao walipata kunyamazishwa. Na kwa sababu wewe umekuja kusaidia kuongea, na ni watu ambao tayari unapata hawajaponya hiyo, hawajui hiyo. So wanakupiga vita wewe. Unapata unaambiwa unaongea sana. Unaongea bila mipangilio, kueleweki, ama unakwambia msikize mara mbili huyo Kenya anaongea. So unapata wewe siku zote unakuanga negative. Unafikiriaga tu hiyo yenye nafikiria hata haipo, haileti shangwe. Unakuwa shy mbele ya wenzako. Ama unakuwa kigugumizi. Ama wengine wanaogopa kujiexpress thoughts zao kwa ajili ya kuzimwa, kutoeleweka. Au wengine unapata wanakuwa stammerer in the future. Ama mwingine anaishi in the negative. Anajiona kama kitu ambacho atasema mbele za wenzake hakitaeleweka. Lakini mtu akipata hii throat chakra hii, maana inabidi the throat chakra, the crown chakra na the solar plexus. Ukipata kuponya hii, unapata hata unakuwa na marafiki ambao wanakujali. Unapata pia unakuwa ni mtu ambaye unaponya wengine kupitia sauti, either kupitia wimbo, kupitia therapy, kupitia counseling, kupitia public speaking. Unaanza kuongea, unaweza enda hata ukawa evangelist. Ukiongea tayari mtu anashuka, mtu anafunguka. Yani wewe ukianza kuimba viumbe vyote, yani mtu anakumbuka mbali, anajiachilia, ananena. Unakuwa ni mtu ambaye ananena bila uoga, unakuwa na ujasiri, maana uko na self confidence. So ukitaka kufuatilizia hizi throat chakra, hizi solar plexus ambazo wanaongelelea, unaweza kunifuata YouTube, link ipo kwenye bio. Ukifuatilizia wanafunza step by step, utapata kuelewa. Ila naendeleza kutokea kwa kansa tukiendelea mbele, ili upate kujua hizi wounds ambazo umevaa, maana wengine wameshindwa kutoka kwenye hayo makovu. Upate kujua ulikuja kufanya nini na unapata kufungua vipi. Na ikiwa unahitaji kuelewa zaidi, pia unaweza kunitafuta, nambari yangu ipo kwenye profile. I hope umenielewa vyema.